Ndugu zangu katika Kristo, siku hii ya leo, siku ya furaha, kwa sababu mashemasi 5 watapewa daraja takatifu ya upadri. Tumesikia somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya, akisema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema, na kuwaganga waliovunjika moyo, na kutangaza kufunguliwa waliofungwa, na kutangaza mwaka wa Bwana. Ndugu zangu wapendwa, hawa ambao watapewa daraja na wenyewe wanapakwa mafuta ya Krisma. Kwa hiyo na hawa wanalo jukumu la kutangaza habari njema kwa watu wote. Na tena anasema kwamba kuwaganga waliovunjika moyo. Haya ni majukumu ya padri, atangaze habari njema, neno la Mungu kwa watu wote. Alafu kuwaganga waliovunjika moyo au waliopondeka moyo, jamii ambamo padri anaenda kuihubiria, anakutana na watu ambao wana mahangaiko mbalimbali ya kimaisha. Kwa hiyo lazima ajaribu kuwasaidia hawa waliopondeka moyo, awarudishie matumaini, wasikate tamaa, wapate faraja kwa huyu padri. Alafu tunaambiwa kwamba kutangaza uhuru kwa waliofungwa. Wako watu ambao wako chini ya himaya ya mwovu, chini ya himaya ya Shetani. Kwa hiyo kazi ya padri kujaribu kuwasaidia hawa watu ambao wako chini ya himaya ya mwovu waweze kutoka humo, waweze kuwa huru. Ziko changamoto mbalimbali katika maisha ambazo zinafanya mtu anajikuta anakwenda mbali na Mungu, na anavyokuwa mbali na Mungu ina maana kwamba anajiweka chini ya himaya ya nani? Ya mwovu. Kwa hiyo kazi ya padri sasa ajitahidi kufanya nini? Ajitahidi sasa kuwasaidia hawa watu wawe huru, wasiwe tena chini ya himaya ya mwovu. Kumbe kwa kazi zake kama padri atawafanya hawa watu ambao wako chini ya himaya ya mwovu waweze kuwa huru. Na katika somo la pili tumesikia Paulo akiwaandikia Waefeso akiwaambia kwamba waishi vizuri wito wao walioitiwa kwa unyenyekevu, upole na uvumilivu, na wadumu katika umoja. Wito walioitiwa. Anawaandikia hawa sasa Wakristo, wameitwa kuwa Wakristo. Sasa waishi ule Ukristo wao vizuri. Ndicho anachosema Paulo. Sasa hawa ambao watapewa daraja ni Wakristo tayari, ni wazi, lakini kuna cha ziada pale, upadri. Kwa hiyo Paulo anawaambia kwamba basi na wenyewe wafanye nini? Waishi wito wao huo vizuri, hayo maisha walioitiwa na Mwenyezi Mungu ya kumtumikia Mungu. Waishi vizuri kwa uvumilivu, upole na unyenyekevu. Ndio kazi ya padri. Padri anaitwa kuwa mpole, kuwa mnyenyekevu na mvumilivu.
Kazi ya padri ni tofauti na kazi labda ya askari, tofauti kabisa. Padri afanye kazi yake kwa unyenyekevu, kwa upole na kwa uvumilivu. Isiwe ni mtu ambaye ana hasira, mtu ambaye anayeropoka, mtu ambaye ni mkali. Hapana, fanye kazi hiyo kwa upole, kwa unyenyekevu na kwa uvumilivu. Kuna kuvumilia kwa sababu wale ambao utakao wahudumia wana changamoto mbalimbali na tabia mbalimbali. Mambo mengine yanaweza yasikufanye nini, yasikupendeze. Unahitaji kuvumilia hayo, unahitaji kuyavumilia. Kwa hiyo ninyi ambao mtapewa daraja ya upadri, pia maneno hayo yanawahusu ninyi katika wito huo, sio tu kama Wakristo, lakini pia kama mapadri. Katika Injili ya Luka tumesikia Kristo anawatuma wale 70 wawili wakahubiri habari njema, na anawaambia kwamba anawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, na anawaambia kwamba wasibebe mfuko, mkoba wala viatu. Padri anatumwa kwenda kuhubiri habari njema, kwenda kuhudumia Wakristo pale ambapo mkubwa wake anampeleka. Sasa anaambiwa kwamba anatumwa kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Atakutana na nini? Atakutana na changamoto huko atakako kwenda. Si kwamba anaenda kuhudumia malaika, anaenda kuhudumia binadamu ambao wana udhaifu wao. Si kila mara utakapokuwepo watu watakulaki kwa maua. Si kila mara. Wako wengine watakao kulaki kwa mawe, badala ya maua watakulaki kwa mawe. Ndio anasema kwamba nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Kwa hiyo ajitayarishe katika hilo, kwamba kuna magumu ambayo atakutana nayo, hana budi kupambana nayo. Alafu kwamba asibebe mfuko, mkoba, sina viatu, asihangaikie mambo ya ulimwengu sana. Alihangaikie neno la Mungu, ahudumie watu, sio mambo ya kidunia. Alafu kwamba eti wasisalimu mtu njiani, kuonyesha kwamba huo ujumbe ni wa haraka. Swala kwamba sio umelalaje, umeamkaje, umeshindaje, huu ujumbe ni wa haraka. Mwende kwa haraka mkahubiri habari njema. Alafu hao mnaowahudumia ndio hao ambao watafanya nini? Ndio hao ambao watakao walisha. Ni hao. Kwa sababu padri atapata huduma yake kutoka kwa wale ambao wanaohudumia. Kwa hiyo hana haja ya kuhangaika sana kwamba nitakula nini, nitavaa nini. Wale anaowahudumia ndio ambao watamhangaikia. Kwa hiyo wapendwa mapadri watarajiwa, muone hicho kwamba kazi mnayoendea ina ugumu wake. Uwe tayari kukutana na magumu hayo, lakini usikate tamaa. Ufanye kazi ya Mungu bila kukata tamaa. Hayo yalikuwa kutokana na masomo ya leo. Sasa nina ya kwangu hapa, naongezea hayo ambayo tumeyapata katika masomo ya leo. La kwanza, padri anaitwa ili kuliongoza taifa la Mungu. Unaitwa kuliongoza taifa la Mungu, na utaliongoza taifa hili la Mungu kulihubiria neno la Mungu, na pia kuwapatia watu sakramenti mbalimbali, na pia kuwapatia watu ushauri. Kwa hiyo kazi ipo ya kuhubiri habari njema, kazi ipo ya kuadhimisha sakramenti, kwa sababu sakramenti hizo wanaadhimisha waliopewa daraja, si watu wengine. Kwa hiyo jua kwamba kwa kweli kuna kazi hiyo
ya kuadhimisha sakramenti kwa ajili ya watu. Kuna kubatiza watu, kuna kuungamisha watu, kuna kupaka wagonjwa mafuta, kuna kufungisha ndoa na kadhalika. Ndio kazi za padri ambapo waamini wengine waweze kuzifanya. Pia kuna kushauri watu. Waamini wana mahangaiko mbalimbali, changamoto mbalimbali, labda hata za kifamilia, hata za ndoa. Wanakuja kwako kutafuta ushauri. Sasa padri ndio kazi yako kuwasaidia hao watu ambao wameelemewa na magumu katika maisha. Uwapatie ushauri ambao utawasaidia katika changamoto zao za maisha. 2, anayeitwa si mtakatifu. Hawa mashemasi binadamu kama binadamu wengine, sio kwamba ni malaika, ni watakatifu. Hapana, ni binadamu wa kawaida na udhaifu wao. Maana anaitwa na Mungu, anatoka katika nini? Anatoka katika kundi la watu kwa ajili ya kuwahudumia watu katika mambo yanayomhusu Mungu. Haikusema kwamba wanaohudumia watu wanatoka mbinguni. Hapana, wanatoka katika watu kuwahudumia watu katika mambo yanayomhusu Mungu. Kwa hiyo hawa ni binadamu na udhaifu wao, sio watakatifu. Kwa hiyo pale ambapo kuwepo waumini wajue kwamba hawa ni binadamu pia na udhaifu wao, hawa sio watakatifu. Kwa hiyo katika ule udhaifu wa kibinadamu kuna kuvumiliana, wasionekane kama ni watakatifu. Pana binadamu ambao na wenyewe wanatafuta kuwa watakatifu, ni anasafiri na wadhambi wenzake kwenda mbinguni. 3, kuwa mtu wa sala na tafakari. Padri anaalikwa kuwa mtu wa sala na tafakari. Padri asiyesali, padri asiyekuwa na muda wa kufanya tafakari, atafika mahali upadri utamshinda. Upadri utamshinda kabisa, kwa sababu ni katika sala na katika tafakari unapata nguvu. Unapokuwa na muda na Mungu unapata nguvu za kipekee. Hasa padri asiwe ni mtu tu ambaye anajikuta anahangaika huko, anazunguka huko na huko, hana muda wa kusali. Padri asiyesali itafika mahali upadri utamshinda, kwa sababu hazingatii kile ambacho kinamsaidia kujipatia neema. Kwa hiyo nawaalika, licha ya pilika za kiutume, lakini huwe na muda wa kukaa na Mungu na kutafakari hayo makuu ambayo Mwenyezi ameyafanya katika ndani ya nafsi yako. Fanya tafakari na kusali na kumwomba. Hata Kristo mwenyewe alituonyesha mfano, alikuwa akienda kusali mlimani, anasali, na hasa pale ambapo alikuwa anataka kufanya jambo la kimsingi. Sasa padri pia anahitaji muda wa kusali, muda wa kuwa karibu na Mungu, aisikilize sauti ya Mungu pia. 4, kuwa tayari kutoa na sio kupokea. Kuwa tayari fanya nini? Kutoa, na sio mtu ambaye yuko yeye anasubiria kufanya nini, anasubiria kupewa. Kuwa tayari kutoa, na utakachokitoa ni kitu gani? Utakachokitoa ni kile ambacho umekipata kutokana na daraja takatifu uliopewa. Ndio hicho. Kuwa tayari kutumia daraja takatifu uliopewa kufanya nini? Kuhudumia watu. Kwa hiyo yako mambo ambayo yanahusu daraja takatifu ambayo mtu mwingine hawezi kuyafanya, uwe tayari kufanya nini? Kuyatoa. Petro na Yohane baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, walivyokuwa wameenda katika hekalu, kwenye lango zuri kulikuwepo na mlemavu pale. Huyu mlemavu alipowaona akanyosha mkono kuomba, alitaka kupata walau chochote, na tumaini alikuwa anatafuta fedha. Petro alisemaje? Petro alimwambia,
sina fedha wala sina dhahabu, nilicho nacho nitakupatia. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, inuka uende. Na yule mtu mlemavu akainuka akaondoka. Ndicho alichokuwa nacho Petro. Hakuwa na fedha wala nini wala sijui dhahabu, lakini kuna nguvu alizokuwa nazo ndani mwake, zikiongozwa na ile imani aliyokuwa nayo. Anamwambia mtu, nyanyuka, nenda zako. Kwa hiyo padri kuna yale aliyonayo ndani mwake kama padri, kwa sababu ya daraja aliyopewa. Sasa itumie nguvu hiyo ya daraja kuwasaidia watu, kama huyu mlemavu alivyosaidiwa akaondoka zake. Na padri hivyo hivyo, tumie ile nguvu ya daraja katika fani kuwasaidia watu. 5, kuwavuta watu kwa Mungu. Ndio kazi ya padri, kuwavuta watu waende kwa Mungu, sio kwenda mbali na Mungu. Kwa hiyo padri katika utume wake hakikisha kwamba kila wakati watu wanafanya nini? Watu wanakuja karibu zaidi na Mungu, kutokana na maisha yako, kutokana na utendaji wako wa kazi. Watu wanakuja karibu zaidi na Mungu. Iko hivyo. Sasa ukifanya maisha yako yasiyo mazuri, utakuta kwamba watu wanakwenda mbali na Mungu. Kuna sehemu nyingine ambapo tunaweza kukuta kwenye maparokia zetu huko, unaweza kukuta mahali basi ipo padri na kadhalika. Nafika mahali watu wanafanya nini? Watu wanaamua kwenda kusali sehemu nyingine na sio pale. Mtu yuko tayari kupanda gari kwenda mbali kabisa kule, wakati pale yuko padri. Kwa nini? Kwa nini watu wanaenda sehemu nyingine? Labda kuna dosari, ndio maana watu wanaenda sehemu nyingine. Lakini ingekuwa ni mtu ambaye anavuta watu waje karibu na Mungu, watu wasingeenda mbali, maana wanajua huyu anatuleta karibu na Mungu. Kwa hiyo katika utume wetu tusikajikuta kwamba watu wanatukimbia, watu wanakwenda mbali. Katika utume wetu tukute kwamba watu wanakuwa karibu zaidi na Mwenyezi. 6, kuwa kimbilio la watu. Kuwa kimbilio la watu. Padri anapaswa kuwa kimbilio la watu. Watu wanaowahudumia wana mahangaiko mbalimbali. Kuna watu ambao wana shida labda ya ndoa. Sasa wanahangaika, waende kwa nani sasa? Wanahangaika. Lakini najua kwamba nikienda kwa padri nitapata ushauri ambao utanisaidia niweze kuondokana na hii changamoto ya ndoa. Kuna mwingine labda na magonjwa yanamsumbua, labda mapepo sijui nini na nini, au katika familia kuna mambo kama hayo yanawasumbua. Sema nikienda kwa padri naweza nikapata faraja. Kwa hiyo padri kila wakati ujisikie au ujione kwamba ni kimbilio la watu. Watu wanakuja kwako wakiwa na mahangaiko mbalimbali. Sasa wasikimbilie kwa mtu mwingine wakakuacha wewe ambaye tunayesema kwamba ni Kristo mwingine. Nasema kwamba padri ni Kristo mwingine. Sasa kama ni Kristo mwingine, kwa nini watu wasije kwa huyu ambaye ni Kristo mwingine? Wanaenda sehemu nyingine kwa nini? Kwa hiyo tujitahidi kuishi, fanya watu wakimbilie katika mahangaiko yao, ili tuweze kuwasaidia waweze kuishi maisha yao vizuri. 7, padri ajaribu kuvitiisha vilema vyake. Kuvitiisha, yaani kupambana na vilema vyake. Sisi ni binadamu, na kama nilivyosema kwamba mapadri sio malaika, ni binadamu kama binadamu wengine.
na kila mtu ana udhaifu wake, ana kilema chake. Sasa padri muda wote apambane na kile ambacho anaona kwamba hiki labda ndio kilema changu hiki, apambane nacho, kwa sababu haimpendezi Mungu wala haipendezi wale ambao tunaowahudumia. Wanapoona kwamba kuna changamoto fulani hivi, watu hawafurahii kabisa. Kwa hiyo jitahidi kupambana na kilema au vilema ulivyo navyo, ili uweze kuwavuta watu kwako na watu waweze kwenda kwa Mungu. 8, kufanya kazi ya kitume chini ya maongozi ya mtawala. Kwanza ninyi ni watawa na viongozi wenu, lakini mnafanya kazi sehemu ambapo kuna majimbo na kuna maaskofu. Kwa hiyo lazima kufanya kazi chini ya maongozi ya kichungaji, ya askofu wa pale, na kuonyesha ushirikiano naye. Kuna ile kiongozi wako wa kishirika anakuambia nenda kafanya kazi sehemu fulani, unamtii, huna budi kumtii, unaenda huko. Lakini huko unakoenda kuna ile kabidhiwa jimbo katika masuala yote ya kichungaji, ni askofu. Kwa hiyo padri mara zote ajiweke chini ya yale maelekezo ya kichungaji ya askofu wa jimbo. Wewe sema kwamba mimi ni mtawa nifanye kama ninavyofanya, ninavyojitakia. Hapana, kuna askofu na utaratibu wake katika jimbo lake, na utaratibu wa kichungaji unaweza kutofautiana kati ya jimbo moja na jimbo jingine. Kwa hiyo pale ambapo unapojikuta, hakikisha kwamba unafanya uchungaji wako kuendana na kile ambacho askofu wa jimbo anachokitaka. Kwa mfano, kwetu Dar es Salaam tangu miaka ya 90 ngapi ilivyotokea tatizo la wana maombi, sisi huwa katika kupokea Ekaristi tunaambiwa tusimame. Tunaambiwa tusimame, tupokee Ekaristi. Ndio utaratibu uliowekwa kwa sababu za kichungaji. Sasa padri huwezi kujitokea ukasema kwamba nao inafaa kupiga magoti zaidi, inafaa kuliko kusimama. Kwa hiyo akasema kwamba achana na askofu aliyeweka sera hiyo, hapa parukiani mtakuwa mnapiga magoti. Huna mamlaka hayo. Ndio maana akasema kwamba lazima kufanya kazi yako chini ya maelekezo ya yule askofu wa jimbo na katika ushirika naye. Huwezi kujifanyia mambo unavyotaka wewe. Hapana. Fuata utaratibu wa kichungaji wa jimbo lile pale ambapo unajikuta kama mtawa, kama misionari. Sehemu nyingine naweza wakuta kwamba askofu ameweka sera kwamba tunapofanya adhimisho la misa takatifu, mapadi wote tuvae kasula. Tuvae kasula, ndivyo utaratibu umewekwa, na kwamba labda tuvae stola ndani ya kasula. Stola inavaliwa ndani. Basi tuseme kwamba hapana, nafanya navyotaka, naweka stola juu ya kasula. Unasema namna hiyo, wakati labda askofu wa jimbo ameshasema hivi, tufanye hivi, wewe unasema nafanya navyotaka. Au kwamba si kuna joto maeneo hayo ambayo unapelekwa, anasema kwamba hakuna sababu ya kuvaa kasula. Askofu wa jimbo anaweka utaratibu, lazima kuzingatia, lazima kabisa. Huwezi kujifanyia mambo unavyotaka wewe mwenyewe. Kwa hiyo nawaombeni sana, popote mtakapokwenda, hakikisheni mnafuata na kufanya kazi katika ushirika na askofu wa jimbo. 9, kuadhimisha ibada kwa uchaji. Zipo ibada mbalimbali ambazo padri anafanya, maadhimisho ya sakramenti mbalimbali na ibada mbalimbali. Kuziadhimisha hizi ibada kwa nini? Kwa moyo wa
uchaji, kwa moyo wa uchaji kabisa, vizuri kabisa, sio kufanya kiholela holela. Hapana, fanya hizo ibada vizuri kabisa kabisa. Na katika ibada kuna mavazi ambayo yanayopasika kutumiwa katika ibada mbalimbali. Basi unafuata huo utaratibu, fuata huo utaratibu, sio kama unavyotaka wewe mwenyewe, au sio kwa sehemu fulani huko wamezoea, watu wameshakengeuka, sehemu nyingine, basi unafuata hawa. Hapana, usifuate mambo ya wale ambao wamekengeuka. Ibada ifanyike katika hali ya kiuchaji na ipasavyo. Haipendezi kwa mfano mtu labda padri unakuja katika ibada ya misa, alafu unaingia kanisani hapo umevaa ndala, mfano kitu kama umevaa ndala ziko zinakaa bafuni, unakuja umevaa ndala hivi, au umevaa bukta tu, alafu baadaye kanzu hata suruali huna, na unapotoka huko kwenye maandamano unakuja hivi, watu wanaona yule jamaa hajavaa suruali, amevaa tu bukta ndani, watu wanaona. Vitu vya namna hiyo vingine vinakwaza watu. Kwa hiyo katika ibada kujitahidi kabisa kabisa, vizuri kabisa kabisa, kuwa smart katika ibada. Alafu pia hiyo ibada ambayo unayoifanya uifanye kwa uchaji, sio kimbia, sio ovyo ovyo. Unahitaji matayarisho ili uweze kufanya vizuri. Kwa hiyo mnaalikwa baada hizo mzifanye kwa uchaji vizuri kabisa kabisa, na kufuata taratibu za kiliturujia. Na mwisho, ila sio kwa umuhimu, ni mambo ya kiroho yapewe kipaumbele, mengine aje baadaye. Ya kiroho yapewe kipaumbele. Mambo ya kiroho ni kama adhimisho ya sakramenti na kadhalika. Sasa ukute labda parokia wameamua kufanya nini, mradi fulani hivi, si wanajenga ukumbi, wanajenga ukumbi ili baadaye parokia yani kama kitega uchumi. Kwa hiyo padri uko pale unasimamia ujenzi, anakuja mtu anasema na mgonjwa, na kwamba mimi niko hapa nasimamia ujenzi, vinginevyo watanibia simenti, unakaa pale, alafu kwende kwa mgonjwa. Tunasema mambo ya kiroho yapewe kipaumbele kwanza. Hayo mengine hata mtu wa kawaida mbona anaweza kufanya? Kusimamia ujenzi mbona kila mtu anaweza kufanya? Wako watu wengi tu wanaweza kufanya mambo hayo. Au si mna mradi si wa nini, mradi wa ufugaji huko, muda mwingi huko katika ufugaji kule, watu wanakuja parokiani wana matatizo ya kiroho, hawakuoni kwa sababu umeenda siku kusimamia wafanyakazi shambani au kwenye mifugo huko. Hapana, yale ya kiroho yapewe kipaumbele. Haya mengine mbona hata wengine wanaweza kufanya? Kuna mgonjwa kupaka mafuta, muumini wa kawaida hawezi kufanya namna hiyo, ni padri anatakiwa kufanya kitu namna hiyo. Sasa wewe unaashiria huko katika mizunguko hiyo mambo ya kidunia, unaacha yale mambo ya kimsingi. Kwa hiyo yale ya kiroho tafadhali yapewe kipaumbele, mengine yanakuja baadaye, yale ya kidunia yanakuja baadaye. Kwa hiyo ya kiroho kwanza, mengine ya kidunia yafuate. Tumsifu Yesu Kristo.